Toka kama wazee tumezungumza hivi. Ben watasema wazee hawa kikao chao kilikuwa tu kama cha watoto wadogo. Hakitusaidia chochote. Ndio maana maeneo menyewe ni mane tu yaliyochaguliwa machache. Dokumenti hii tukichukua tukaipeleka kama mwongozo kwa serikali kwa mambo mengi mliosema upande wa serikali kuhusu maafa, tulivyoandika ndivyo anavyosema. Mama Samia akiaona atasema wamenisaidia. Hamkusikia wazee walivyosema? Lazima kwa nini waje kwetu? Na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo mimi nitaka kabla tu yasema, na kwa sababu press iko hapa, nijaribu kupendekeza jambo muone kama ndilo. Mnapokuwa wengi mnajiwekea utaratibu. Vyama vinajiwekea taratibu. Sisi mnasema siku hizi mko milioni 20, lakini kuna utaratibu humu. Na vyama vingine vyote. Unapokuwa kanisa mnajiwekea utaratibu. Unapokuwa baba askofu ana maana yake. Ni kiongozi ndani ya kanisa, lakini ana maana yake. Ukimuona anasimamia utaratibu. Na shehe ni kadhalika. Ukisha sema huyu ni shehe, unajua anasimamia utaratibu na ana maana yake. Ukisema mimi ni mchungaji, nasikia mzee Wambura anasema ni msaidizi wa baba askofu, naye ana utaratibu. Ukiwa mzee tu kama Shibuda wa Shinyanga tu Masoko, akitokea hivi Shibuda, ukisema mzee. Got a great business idea? Give it a domain name from GoDaddy. Every order comes with our effortless AI experience, GoDaddy Aero, which will generate a logo, landing page, and more for you in just a few clicks. With our award-winning support, it couldn't be easier to start an online business with us, which is why we're trusted by more than 20 million customers. Unlock your online potential today with GoDaddy. Sisi ni wa Tanzania. Nini kinatufanya tuwe wa Tanzania? Na kiko wapi? Hicho tunakikubali, tunabishana, ndicho kinachotuongoza, ndicho kinatufanya tuwe wa Tanzania. Sasa kwa taifa letu, Utanzania kwa sasa umeandikwa humu. Umeandikwa humu. Ukisema uongozi wa Tanzania, waziri umeongozwa humu.
Ukisema mkuu wa jeshi imeandikwa humu. Ukisema mkurugenzi wa usalama wa taifa imeandikwa humu. Nyingine imeandikwa kwa ukamilifu. Ukisema Rais wa Jamhuri ya Muungano unaikuta wapi? Imeandikwa humu. Ukisema Ikulu anakoishi makao makuu wa rais imeandikwa humu. Ndio watafanya, ngoja nieleze. Mimi nawaeleza, nataka tuelewane, si document tu. Madokumenti ya mnaweza wakatoka nayo hayana maana hata kidogo. Nataka tuelewane hapo. Kwa hiyo yule bwana aliposema utawala wa sheria, ndiyo kitabu hiki na mengine yote yanayoandikwa kutokana na kitabu hiki au kile tutakachoweka, ndiyo itakuwa maana ya kila kitu cha Utanzania tunachosema: dini, vyeo, kazi na kadhalika, profesa, dokta na kadhalika. Media hawa watu wa vyombo hao, na wao ndani humu kuna mahali pake wanaitwa media na wana taratibu zao. Sasa ukisha sema yote hayo, je, tunakubali mfumo huo na tunaongozwa kama ulivyo na tunajua namna ya kubadili inapokuwa lazima? Tukiukubali wote unazaa maadili. Kwa hiyo ukilalamika ukisema mbona tunatekwa, si sawa. Mnasikia? Mbona mtu yuko anatukamata tu anatupeleka huko, kwa mfano tu. Utaratibu umo. Dokta, utaratibu umo kwamba Manento anaweza au Shibudo kaingia kwenye basi tu, ukaingia kwenye basi, labda ukachukua mtu ukamkokota tu ukamtupa porini hapo. Sasa tunauliza, utaratibu umemruhusu kufanya hivyo? Na mengine yote tunayosema. Sasa katika hilo, wazee mmeona nini? Na tangu mzungumze mkienda katika mfumo huu, mngeandika katika kila eneo ile sentence ya mwanzo inayoongoza ile ingekuwa inasema wazee wamesema nini. Mimi nataka kueleza hili kwa sababu tatizo letu kusikiliza yote ndilo hivi. Tuna utaratibu. Mwisho, wakati naanza hapa niliwasomea ile ya mzee Nyerere. Amehangaika hivi sasa, anasema nakwenda nimeacha taifa moja lenye umoja kwa misingi ya usawa na heshima. Ndani humo tafsiri ya maneno hayo iko wapi? Ukitama haki zimo humo. Sasa kama zote tulikuwa tunazungumza zina matatizo,
Kumbe wazee tukitaka kusema tunasema si zimeandikwa humu. Haki, kuna orodha ya haki humu. Haki ya kazi, kuna orodha ya haki humu. Haki ya elimu, kuna orodha ya haki humu. Uhuru wa kuna yote ya kumbe sasa wazee tu katika kama tunaelewa hivyo, ukitazama uharibifu tuliopata, tunasema katika mazungumzo ya kizee tunasema nini kimekosewa au nini kimepunguwa na tufanye nini kisije kikajitokeza tena. Basi nikisema hivyo nadhani na summarize kila ambacho tunaenda, kila mtu, taifa hili liko hivi, liko hivi, liko hivi, liko hivi, mimi hivi, sikutendewa hivi, niko hivi, niko hivi, niko hivi. Maana yake kuna kitu humu kimekosewa au sheria iliyotungwa kutokana na vifungu fulani humu vimekosewa, au madaraka yanayotumiwa na ngazi yoyote katika nchi hii kwa mujibu wa hii yamekosewa kwa sababu ama hayaeleweki ama mtu mkorofi tu hataki kuyatekeleza, lakini si kwamba hayapo. Nitaka kusema hilo kabla hatujasoma haya maneno, kusudi na ninyi mtakapokuwa mnayakusanya yaonyeshe wazee tulikuwa tunazungumza kitu gani hapa. Tulikuwa tunazungumza nchi yetu, na katika hali hii iliyotupata na mengine tumeweka jumla mengi, lakini tulichosema hapa wazee, tunachosema ili twende sawa, tunasema nini? Hilo ndilo nitaka kusema kabla hujasoma. Sasa unaweza ukasoma. Asanteni sana. Asante mwenyekiti. Nitakwenda kusoma maazimio wa amani, umoja na haki nchini. Yawezekana kabisa kwamba yaliyoandikwa yanaweza yakaonekana tofauti na yale uliyoyatoa wewe mmoja mmoja au mtu binafsi, ama kwa matumizi ya islahi tofauti na uliokuwa umepanga. Lakini kusudi letu alikuwa hilo, kusudi ni kuandika kwa ujumla yale tuliyokubaliana. Maazimio haya yanawasilishwa na mzee wetu Joseph Warioba Butiku ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya wadhamini Mwalimu Nyerere Foundation, na siku ya leo alikuwa mwenyekiti wa mazungumzo haya. Utangulizi. Sisi wazee katika mazungumzo kwa uragibishi wa taasisi ya Mwalimu Nyerere Foundation tulisikitishwa na tunatoa pole kwa Watanzania wote, hususan waliofikwa na madhira yaliyotokana na uvunjaji wa amani uliosababisha vifo na uharibifu wa mali siku na baada ya uchaguzi mkuu wa 2025. Hali hiyo ilitokea katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu, na kwamba hadi sasa tunasubiri taarifa kamili ya usuli wa vurugu na ghasia na pia madhara halisi ya uhai, mali na miundo mbinu ya umma na binafsi. Pamoja na hayo, matukio ya ama watu kutekwa, watu kupotea au kuuawa nayo yameacha hofu kubwa kwa wananchi na yameathiri misingi ya amani, umoja na mshikamano wa taifa letu. Yameathiri jitihada za wananchi kutumia fursa za kiuchumi na ajira kwa maendeleo yao na nchi yao. Hivi sasa kuna chembe za migawanyiko na kushutumiana, hususan katika mikabara ya kidini, mikabara ya kisiasa, jambo lisilo na afya katika ustawi na maendeleo ya nchi yetu. Kwa hekima, sisi wazee tunatoa maazimio yafuatayo.
Mosi, kuhusu maafa na uharibifu. Sisi wazee tunatambua kuwa wote tuko katika maombolezo ya msiba. Hii ni misiba ya kuondolewa uhai wa wapendwa wetu. Pasipokuwa na taarifa kamili, ni busara sasa sote tuendelee kuwa watulivu na wenye subira. Tulisikitishwa, tunaomboleza na tunazifariji familia zote husika. Tunapendekeza wananchi kuwa na subira wakati tume ya uchunguzi inaendelea kutekeleza hadidu zao za rejea. Kisha serikali itoe taarifa kamili ndani ya muda mwafaka kwa uwazi kuhusu vifo na mali zilizoharibiwa. Baada ya kupata taarifa kamili, serikali yaweza kuandaa, kama utamaduni wetu wa Kitanzania na Kiafrika, kuandaa pole au ubani kwa waliofiwa na kutoa misaada ya kiafya na kisaikolojia kwa wahusika wote. Hatua stahiki zichukuliwe kwa wale watakaobainika kuvunja sheria kupitia vyombo vya kutoa haki. Jambo la pili au rai ya pili ni kuhusu mabadiliko ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama alivyoahidi rais wetu akiwa bungeni, uanzishwe tena mchakato jumuishi, huru na wawazi wa mabadiliko ya katiba. Mchakato huo uhusishe vyama vyote na makundi yote mbalimbali ya wananchi. Mchakato huo na ratiba itakayohitimishwa kwa kura ya maoni ya wananchi, yani referendum, iwekwe wazi. Kuna pendekezo la wazee katika mapendekezo ya mabadiliko ya katiba kwamba tutofautishe na kutenganisha mamlaka na shughuli za serikali dhidi ya vyama vya siasa. Pendekezo au azimio lingine chini ya badiliko hili la katiba linatuasa kwamba wananchi wote, sisi wa Tanzania, utakapofika wakati wa kutoa maoni yetu au kushiriki, tushiriki kikamilifu, maana katiba ndiyo sheria mama na ndiyo dira ya namna tunavyotaka kuishi na tutakavyojiongoza. Rai ya tatu kuhusu uzalendo, haki na uwajibikaji. Mosi, kila Mtanzania atangulize maslahi ya taifa juu ya ubinafsi wake, juu ya uchama wake au makundi yoyote aliyomo ndani. Viongozi wawajibike kwa matendo yao. Kuwe na uwazi wa rasilimali na mifumo madhubuti ya usimamizi na udhibiti inayofanya kazi ipaswavyo. Hakuna aliye juu ya sheria. Hivyo sote tusimamie utii wa sheria. Tutetee haki pasipo kuvunja sheria. Tusimamie usalama pasipo uvunjaji wa sheria. Tulinde amani bila kuuza haki. Serikali iendelee kusimamia haki na usawa wa raia, ikiwemo kuendelea kuachia kupitia taratibu za kisheria wale ambao ni wafungwa au mahabusu waliokamatwa kwa sababu za kisiasa. Sote tupende bidhaa za nchi yetu na tupende wataalamu wetu katika kutoa huduma kwa umma, ikiwa ni pamoja na kuwatumia wataalamu wao kuliko kuwatumia watu wa nchi za nje au nchi za nje.
katika kutatua kero na migogoro yetu. Tusiendekeze majaribio ya utatuzi wa matatizo yetu kwa kutumia watu wa nje au nchi za nje. Hapa tunarejea wosia wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipotuwasa kwamba kujongelea utumwa ni kukataa kilicho chako, ni kutafuta kutawaliwa unapotafuta kisicho chako. Kila Mtanzania awe tayari kuwa wazi pasipo hofu ya hofu. Kwa Kigiriki ni phobia. Narejea tena. Kila Mtanzania awe tayari kuwa wazi pasipo hofu ya hofu batili, phobia. Kuchangia maendeleo na ustawi wa Tanzania, ikiwa ni kwa mawazo, kwa ushauri, kwa kuchangia mali, kwa kuchangia ujuzi, kwa kuchangia uzoefu tulio nao na kadhalika. Na mwisho katika kipengele hicho, serikali na taasisi mbalimbali za kiserikali. Internet slower than a boomer's dial-up modem? Get ExpressVPN and enjoy the speeds you need wherever you are. Just one tap and you'll be connected faster than you can say ExpressVPN. Kufanya tafiti za kisiasa, kufanya tafiti za kiuchumi ili kueleza matokeo ya tafiti hizo na mapendekezo ya hatua stahiki, sanjari na kuibua nyufa zozote zinazoweza kujitokeza katika taifa letu, kama baba wa taifa alipoanzisha zoezi hilo la kutambua nyufa tulizo nazo. Na wazee siku ya leo wameona zoezi hilo linapaswa kuendelea. Mada ya mwisho ya 4 ni ya ujenzi wa amani, utatuzi wa migogoro na maridhiano. Tunatambua kuwa katika nchi yetu tunakabiliwa na tatizo la ukosefu wa ajira na kipato kidogo, hususan kwa vijana, jambo ambalo ni kero. Sisi wazee kama wazazi wa vijana hao, tunao wajibu wa kuwalea vijana wetu katika njia zipaswavyo na kuishauri serikali namna bora ya kukabiliana na tatizo hili la kidunia ipaswavyo. Na kuishauri serikali namna bora ya kukabiliana na tatizo hilo. Hili ni tatizo la kidunia. Wakati tunashughulikia kero hii na nyinginezo zozote, tunashauri kuwa na busara katika uwasilishwaji wa kero au hoja zetu, na kamwe tusikubali kushawishika kutengeneza mazingira ya nchi kutotawalika. Maana uzoefu umeonyesha wazi kuwa madhara yake ni mabaya zaidi na huwa ni ya kujirudia. Aidha, chaguo la matumizi ya lugha chafu na matusi huzaa chuki na huzaa adhabu badala ya kutatua tatizo lililopo. Sisi wazee tunaamini kwamba Watanzania hatujapoteza uwezo wa kutambua changamoto zetu, wala hatujapoteza uwezo wa kuzungumza kwa uhuru, kwa utulivu na kuaminiana na umoja wa kutatua kero zinazotukabili. Hivyo tunasisitiza: moja, kusikiliza malalamiko. Kufanya mazungumzo, kutatua migogoro na taratibu za usuluhishi wa kweli kuliko maandamano ya vurugu na maandamano yasiyokoma. Tunapendekeza kuwa tume ya maridhiano itakapoundwa iwe ya uwakilishi wenye mawanda mapana ya wajumbe wenye hekima, wajumbe waadilifu na wazalendo, usio na shaka
ikiongozwa na raia anayestahiki, asiyehusika kuongoza upande wowote wa kisiasa. Aidha, maelezo ya wazi ya kutosha yawepo wazi kueleza aina ya maridhiano na wahusika wa maridhiano. Kila mtu ajiepushe na akemee matamko na vitendo vya kibaguzi na vinavyohamasisha ubaguzi wowote, uwe wa kidini, kisiasa, ukabila, rika, hali ya uchumi na kadhalika. Wazee wanasema tujikite katika kutatua tatizo la ukosefu wa ajira. Ndugu zangu, katika ile ukosefu wa ajira ieleweke wazi katika definition, katika maana halisi ya ukosefu wa ajira ziko maana mbili kitaaluma: unemployment na underemployment. Na maana yake ni kwamba waweza kuwa na sifa stahiki ukatafuta kazi na uko tayari kufanya kazi na usiipate kazi, hiyo ni unemployment. Lakini waweza kutafuta kazi ukaipata, ukafanya kazi tofauti na kile ulichokisoma au ujuzi uliokuwa nao, that is underemployment. Ni vizuri wananchi wote tuelewe kwamba tatizo tulilonalo kubwa duniani si la ukosefu wa kazi, ni ukosefu wa ajira. Hayo ni maneno mawili tofauti. Tujikite katika kutatua tatizo la ukosefu wa ajira, hususan kwa vijana, kwa kuboresha sera ya ajira, kuongeza sekta ya kuongeza ajira, mabadiliko ya mitaala kuendana na soko la ajira, kupanua sekta binafsi zinazotoa ajira na kuhakikisha tunawapa vijana wetu stadi anuwai zitakazowawezesha kuingia katika masoko mbalimbali ya ajira ndani ya nchi na nje ya nchi. Kipengele cha msingi katika eneo hili la utatuzi wa migogoro, wazee wanasema tuunde na kulisimamia baraza la vijana la taifa, baraza litakalounganisha vijana wote bila kujali itikadi zao za kisiasa, ili kuchochea maendeleo na uzalendo. Ndugu waandishi wa habari, tunahitimisha kwa kutoa wito kwa Watanzania wote ifuatavyo. Mosi, tuwajibike na kuwawajibisha wasiowajibika kwa kufuata katiba yetu, kwa kufuata sheria zetu tulizo nazo na kwa kufuata kanuni zinazoongoza. Pili, tuweke maslahi ya taifa juu ya ubinafsi wetu, juu ya vyama vyetu na juu ya makundi yoyote ya kijamii tulio nayo. Mwisho, tushirikiane kwa umoja katika kutatua changamoto zozote na migogoro yoyote tunayoipata kwa njia ya amani. Hapa tunahitimisha kwa kauli mbiu yetu ya mazungumzo haya: mgogoro wowote ule kati ya watu na kati ya mataifa unaweza kutatuliwa kwa mazungumzo. Unaweza kutatuliwa kwa mazungumzo. Hayo yalikuwa ni maneno ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Waswahili wanasema mgigisi afikirii dhunubu zake, bali hali yake huku akionyesha uteremezi. Kwa maneno rahisi, hiki ni Kiswahili sanifu, ni kwamba msababisha vurugu yeyote afikirii wingi wa dhambi zake, bali utazama hali yake huku akiendelea kuonesha ucheshi. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika.
Mungu ibariki taasisi ya Mwalimu Nyerere Foundation. Asanteni sana kwa kutusikiliza. Mwenyekiti, nikukaribishe, manake wewe ndio unatufungia kikao hiki. Na baada ya hapo nimeambiwa na afisa mawasiliano na itifaki kwamba tutatakiwa kuwa na picha ya pamoja, ndipo twende tukale chakula. If you can't touch your toes, I beg you to try this. You don't need to train harder. You need